zitakuwa bayana siri. Mheshimiwa Naibu Chief Kadhi wetu, ukimwakilisha kadhi ambaye kwa sasa yupo kwenye majukumu ya kushughulikia masala mbalimbali ya migogoro ya ndoa, ndugu yetu Sheikh Nuruddin Ramadhan, Mheshimiwa msemaji wetu ndugu yetu Sheikh Ahmad Said Basef, Mheshimiwa ndugu zetu kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu pale Morogoro MUM, ndugu yetu Ustadhi Isa Mfinanga na mwalimu Abdullahi Kitota. Natambua uwepo wenu na uwakilishi wenu mkubwa kwa kuwakilisha viongozi wote na taasisi yetu ya Muslim University of Morogoro. Mheshimiwa mjumbe baraza la mashekhe wilaya, ambapo kwa nafasi yako hapa kaimu shekhe wa wilaya Sheikh Abdallah bin Sheikh Ali Osman, katibu wetu wa shekhe wa mkoa Ustadhi Philip, mratibu wa ofisi yetu ya shekhe wa mkoa Ustadhi Bashir bin Hussein, viongozi wetu wote wakina mama JUAKITA, ambapo mmejoin kwa pamoja na taasisi kongwe kabisa ya mama zangu inayojulikana kwa jina la Bi Khadija Islamic Center. Wanahabari, niseme tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, awali ya yote kabisa, kwanza nipongeze juhudi kubwa zinazofanywa na wahadhiri mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali Dhinuraini, ambapo walitangulia na wao kutuletea mgeni hapa Sheikh Muhammad Bahero kutoka Mombasa nchini Kenya. Nao walifanya kongamano hapa, na kongamano hili liliwahusu kina mama. Lakini mara tu nikapokea ombi na ujumbe mwingine kutoka Chuo Kikuu cha Kiislamu pale Morogoro MUM, kwamba taasisi hii yetu pendwa ya Kiislamu ya Chuo Kikuu cha Kiislamu cha Morogoro nacho kinakusudia kufanya kongamano, lakini kongamano lenyewe litakuwa katika aina ya semina elekezi. Rafiki ya Mwenyezi Mungu amewawezesha ndugu zetu wa taasisi ya Waislamu Chuo Kikuu cha Waislamu wa Morogoro kuhudhuria na kuwakilisha ujumbe ambao tuko nao mbele yetu hapa, ukiongozwa na mwalimu Isa Mfinanga na mwalimu Abdullahi Kitota. Niwashukuru sana kina mama zetu wa Bi Khadija, wa taasisi ya Bi Khadija, wakijiorganize na taasisi mbalimbali za Kiislamu zikiongozwa zote na taasisi ya JUAKITA kuweza kulifanikisha swala hili. Binafsi yangu kwa upande wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambayo ndio taasisi mama nchini Tanzania, natoa shukurani zangu za kipekee za dhati kabisa kwa harakati hizi zinazoendelea katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini haswa kwa upande wa makao makuu ya nchi yetu hapa Dodoma, na hasa harakati ambazo zinazowalenga na kuwajali mama zetu, dada zetu wa Halu Majara.
anasema man lam yashkuri alqalila lam yashkuri alkathira, asiyeweza kushukuru kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Wa man lam yashkuri nasa lam yashkuri llah, na asiyeweza kuwashukuru binadamu wenzie kwa wema wanaomtendea, hii ni dalili hata Mungu hutoweza kumshukuru wewe usiweza kushukuru binadamu wenzako. Kwa nafasi hii, na ndio maana mimi leo natoa shukurani za dhati kwa kuliwakilisha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA, kuzishukuru taasisi hizi zinazotoka maeneo tofauti, sekta tofauti, ambazo zinafika hapa Dodoma kwa ajili ya kutoa taaluma kwa kina mama zetu, dada zetu wa Kiislamu katika mkoa wetu wa Dodoma. Na hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man asda ilaikum ma'rufan fakafiuhu, yeyote atakaye kufanyieni jambo jema mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u la, na kama hamkupata cha kumlipa basi muombeeni dua. Ndugu zetu wameacha mambo yao, shughuli zao, lakini bali si kuacha mambo na shughuli, ni kujitoa muhanga katika safari ya huko watokako. Kongamano lililopita walitoka Mombasa nchini Kenya. Kongamano hili limetoka Morogoro, ndugu zetu wa Muslim University of Morogoro, na mmejoin na sisi na kuomba mwamvuli wetu na sisi tumwafungulie milango. Na tunashukuru hicho mnachoendelea nacho na mlichokifanya na mnachoendelea kukifanya kwa kina mama, na tunaomba kina mama, naamini semina hii leo sio mwisho, bali semina hii itaendelea mpaka kesho, na hata vile mtakavyoona kama mna raghba ya kupokea, basi muendelee kuwahamasisha kina mama wengine ambao wako majumbani, lakini taasisi zingine. Naamini kesho ni Jumapili holiday, kwa tuna uwezo tukahamasishana, wengi huu ukaongezeka, at least ikafika nusu ya msikiti. Msikiti ni mkubwa sana, au msikiti kamili mkajaza. Na hilo hatuna cha kuwalipeni ndugu zetu, zaidi ya kuombeni dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wema huu mliotutendea. Mwenyezi Mungu alijalie jambo hili, alitie katika mizani ya mema yenu. Yauma alladhi la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mtu haitomnufaisha mali yake, mali yako uliyokuwa nayo haitokunufaisha wala kukusaidia chochote. Wala banun, wala bikathratil aulad, wingi wa watoto uliokuwa nao pia hautokunufaisha. Kitakachokunufaisha wewe illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atafika kwa Mwenyezi Mungu akiwa ana moyo uliosalimika, nafsi iliyosalimika. Na nafsi iliyosalimika ni nafsi ambayo imefanya jihadi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ambayo Mwenyezi Mungu anasema wajahidu fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum, linganieni, fanyeni juhudi, piganieni dini ya Mwenyezi Mungu, iteteeni biamwalikum, kwa mali zenu mlizokuwa nazo. Kama una mali, basi mali yako ifanye kazi ya kuhakikisha dini ya Mwenyezi Mungu inasimama. Lakini kama huna mali, wa anfusikum, na nafsi zenu. Kwa hiyo mali na nafsi vyote vinatakiwa viingie katika kufanya jihadi ya kuhakikisha inasimamishwa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mfano huu wa kuhudhuria kwenu leo na kuwaitika viongozi wetu, wageni wetu, ni mfano mkubwa ambao mmeonyesha mfano wa kuwakirimu wageni, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha atakum sharifu qaumin fa akrimuhu, atakapo kuijilieni mtukufu wa watu mkirimuni. Kwa hiyo mgeni ni mmoja katika waheshimiwa, katika watukufu wale alioeleza pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama,
kwa kusema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, lakini si kumwamini Mungu tu, bali wal yawmil akhir, na akaiamini siku ya mwisho. Kama una imani ya kumwamini Mungu na ukaiamini siku ya mwisho, Mtume yuwasema falyukrimu dhaifahu, basi mtu huyo amkirimu mgeni wake. Kwa hivyo ni kushukuruni kina mama na wengine kina baba na hata viongozi wenzangu hapa, kitendo mlichokifanya ni chema. Kitendo cha kuwakirimu wageni wanapokuja, achilia mbali watu ikramu, wanajua labda utoe fedha, chakula, lakini hata vile kuitikia wito tu ni moja katika kumkirimu mgeni. Leo mgeni kama angekuja afu hakuna aliyekuwepo hapa, mgeni angeona hakukirimiwa. Mgeni alichofuata kwenu sio kula wala sio pesa, kafata nafasi zenu na masikio yenu na kumjali, kukaa kumsikiliza nini kile ambacho ataweza kukwambieni mkakichukua. Ndio Waswahili wanasema kwamba itika wito, kataa maneno. Kwa hivyo tumeitikia wito, na Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hivyo mgeni anapokuja, pengine tuna maradhi ya mmomonyoko wa maadili, pengine tuna maradhi ya tofauti za kifamilia, pengine tuna maradhi ya migongano ya wanandoa, pengine tuna maradhi ya kutokuwa na hima katika dini yetu. Kwa hiyo mgeni anakuja, anatuweka sawa katika yale ambayo tunayaona kwetu yanatutatiza. Basi asa walaala, huenda leo kadhi hapa maneno yake kila siku anasema kwa sababu ni mwenyewe, yule si hivi na hivi, ye mwenyewe hivi, juzi tu hapo magombana na mkewe, atahukumu. Lakini mgeni mkakaa mkamsikiliza, kumbe anaosema kadhi ndio yale anasema mgeni, lakini mgeni kaja na msisitizo, ala, kumbe yale anayosema kadhi ni sahihi. Niseme mwisho wa maneno yangu haya, semina yetu imefunguliwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.